Kwa jina naitwa Amina Rashidi Chinunu, ni mkazi wa kata ya Maore, kijiji cha Meheza. Tumepata mafunzo ya uragilishaji jamii na tukaibua mambo kadhaa, hususani ukosefu wa maji safi na salama, ukatili wa kijinsia. Kwenye ukatili wa kijinsia hapo tukapata ndoa za utotoni, mimba za utotoni, na tukajifunza kuhusu afya, watu kwamba wanatumia labda vileo mapema kabla ya kazi, wengine wanatelekeza familia kwa sababu ya ulevi. Tukajifunza majukumu kuhamia, yani wanaume wameacha majukumu yao, wamewaachia wanawake. Kwa sababu gani? Na maana wanawake wengi ndio wanaenda kwenye mikopo gandamizi na inapelekea kuacha familia zao, kutoroka yani familia, watoto wanaishi wenyewe, kunatokea wingi wa watoto wa mtaani. Kutokana na mafunzo tuliopata na changamoto tulizoziona, kitu cha kwanza ni kuelimisha jamii inayotuzunguka kuhusu labda ukatili, kutunza vyanzo vya maji ili tupate maji safi na salama, na kutoa elimu kuhusu kukemea ndoa za utotoni na malezi kwa ujumla, ili tuweze kutatua hiyo changamoto tulionayo. Swala la ukatili ni kubwa kwa sababu tumeshasema changamoto kubwa wanaume ni walevi. Kwa hiyo mwanaume mlevi lazima anafanya ukatili. Akifika chakula hamna, lazima atampiga mke wake. Huo ni ukatili. Tukija kwenye swala la ukatili ndoa za utotoni, tuna jamii ya wafugaji. Jamii ya wafugaji kwenye kata yetu ya Maore, kijiji cha Meheza, ni kubwa kidogo, maana tuna vitongoji karibia 3 ni vya wafugaji. Kwa hiyo huo ukatili upo. Ukatili gandamizi, hawaruhusiwi kumiliki chochote, ardhi, kwa mfano kama ardhi, mifugo, hawaruhusiwi. Inapelekea wengine hawaruhusiwi kwenda shule kupata elimu, hawaruhusiwi. Wanaolewa zaidi ya mwanamke mmoja, wanawezekana kaya moja ina wanawake zaidi ya 10, mwanaume mmoja na wanawake 10. Kwa hiyo zile haki zake za msingi pia mimi naona ni ukatili, na tunaenda kutoa elimu kwa ajili ya kubadilisha hiyo hali. Naitwa Rupa Meja Sekajingo. Ninashukuru shirika la TGNP pamoja na Pilam Tanzania kwa kunipatia mafunzo ya urekebishi ambayo yalikuwa yanahusu mambo ya uibuaji wa changamoto zinazotukabili katika kata ya Maore. Tatizo kubwa ni ulevi uliokithiri, ukatili wa kijinsia, ukatili wa kiuchumi. Tatizo hilo ni kubwa sana, liko katika hii kata, na ulevi uliokithiri wa asubuhi. Na pia kuna changamoto kubwa ya wamama kuchukua mikopo ya kausha damu ambayo inapelekea kukimbia familia zao, kuziacha. Ukatili huo nao umezidi. Wakisikia tu mtu anayepiga hodi, mtu anakimbia na kurupuka, anaondoka, anaenda kujificha, anawaacha watoto hapo wanateseka. Kwa hali hiyo mimi naomba TGNP wazidi kutuendelezea mafunzo haya. Kwa upande wangu mafunzo ni mazuri kwa sababu wananchi wengi au wanajamii walikuwa wana ile dhana ya kujua kwamba serikali ndio ina jukumu la kila kitu, lakini kulingana na mafunzo haya tayari tumeshaelewa kumbe wanajamii au wanakijiji ni wana uwezo wa kuanza serikali nayo iendelee kusapoti. Naam, na kama ulivyosema kwamba viongozi tulivyorejesha kwa viongozi wamelipokeaje, sisi kiukweli viongozi kama viongozi hao ndio watu ambao wenye watu au ndio wenye mamlaka. Kwa hiyo wana uwezo, kama tulivyoeleza, wana uwezo wa kusimamia yale yote ambayo tuliojadili na yakatekelezeka. Mimi naitwa Rashidi Jasper, ni diwani wa kata ya Maore. Kwanza kabisa nishukuru shirika la TGNP kuja kwenye kata yangu ya Maore, kwa sababu leo mmetualika kwenye kufunga mafunzo haya. Kuna mengi ambayo waliyaibua, na nilichokishukuru zaidi waliibua na kutoa solution ya hayo walioyaibua. Kwa hiyo mimi kama diwani wa kata ya Maore nimeyapokea yale ambayo walioyaibua. Mfano swala zima la barabara za kuingia katika mashamba kuleta mazao ili kupata masoko mazuri, hili nimelichukua na naahidi kulipeleka halmashauri au kulipeleka TARURA
ili barabara hizi ziweze kutengenezwa ili wananchi wangu waweze kulima vizuri na wakivuna iwe ni rahisi kutoa mazao yao kule mashambani kuyaleta huku katika eneo la soko. Jambo lingine pia ni swala zima la elimu. Kuna mambo yameibuliwa kuhusu elimu. Kuna upungufu wa vyoo, upungufu wa madarasa. Ni kweli tuna upungufu wa madarasa, tuna upungufu wa vyoo kwa sababu sasa hivi jamii imeongezeka. Kata yangu ya Maore ina jumla ya watu 19,129 ambayo ina vijiji vinne. Kata yangu ina wanafunzi wengi. Kwa hiyo ndio maana kuna kuwepo na upungufu wa madarasa. Lakini nimeshalipeleka halmashauri. Na katika bajeti hii ya mwaka 2026-27 kuna fedha tumetenga kwa baadhi ya shule. Mfano shule ya msingi Mtundu tumetengea fedha shilingi milioni 100 ili kwenda kujenga madarasa pale. Shule ya msingi Mheza tumetengea fedha shilingi milioni 60 kuja kujenga madarasa pale. Kwa hiyo naamini hatutaweza kuvikamilisha vyote kwa wakati mmoja, ila naamini tutakuwa tunafanya wakati kwa wakati pale bajeti ya serikali tunavyoipata, kwa sababu mambo yote haya yanatakiwa yafanyike. Tanzania ni kubwa, wilaya ni kubwa, kata ni kubwa, ila tunachokipata tunaenda kukifanyia kazi. Jambo lingine lililoongelewa hapo ni swala zima la jamii, mambo yanayoongelewa mambo ya malezi, mmonyoko wa maadili. Hili nimelipokea na nishukuru kwa mbinu au njia walizozitoa kushughulikia, na nimewaomba wanufaika wote kwamba wahakikishe tunaenda nao kwenye jamii kutoa elimu, tutanue wigo wa kutoa elimu ili wananchi tuwaelimishe swala zima la mmonyoko wa maadili. Tumekuwepo na mmonyoko wa maadili wa hali ya juu sana, lakini naamini tukishirikiana na shirika hili na wanufaika wa elimu hii tutaenda kuisaidia jamii yetu na jamii itakuwa kama tunavyotarajia. Baada ya kufanya urakibishi katika kata ya Maore, moja ya changamoto ambazo ziliibuliwa ni ukosefu wa mabweni ambao unasababisha kuwepo kwa mimba za utotoni katika kata ya Maore, na hasa mimba kwa wanafunzi wa sekondari. Na kata hiyo ina sekondari mbili, sekondari ya Gonja na sekondari ya kwa Mbegu, ambapo tumeona kuna changamoto kubwa sana ya watoto wanatembea umbali mkubwa kutoka nyumbani hadi kufika shuleni. Na pendekezo mojawapo lilikuwa ni kujenga hosteli au bweni la wasichana kwanza, ili angalau tupate wale wasichana wanaokaa mbali waweze kupata mahali pa kukaa, wasitembee umbali na wakakutana vishawishi huko njiani ambavyo vinasababisha mimba za utotoni. Baada ya kufanya urakibishi na kufanya mirejesho yote, tumeanzisha kituo cha taarifa na maarifa ambacho tunakiacha pale kiendelee kufanya hizi harakati za kuhakikisha kwamba yale masuala yote yaliyoibuliwa, zile changamoto zote zilizoibuliwa zinafanywa kazi vizuri katika nyanja mbalimbali au katika ngazi mbalimbali. Na kuna masuala ambayo yako ngazi ndani ya uwezo wa vijiji, kuna ambayo yako ndani ya uwezo wa kata, lakini pia kuna ambayo yako ndani ya uwezo wa halmashauri. Kwa haya yote ya KC tutakuwa tumewajengea uwezo na wataanza kufuatilia utekelezaji wake. Yale ambayo yanahusu wananchi wenyewe peke yao, KC watashughulika pia. Wataenda kutoa elimu kwa jamii kupitia mikutano ya vijiji, watatoa elimu kupitia vikundi mbalimbali vya kijamii kama vikoba na kadhalika. Watapita mashuleni kuzungumza na wanafunzi, lakini wataenda shuleni pia kuzungumza na wazazi, hasa kwenye ile mikutano ya wazazi. Na mojawapo ya changamoto ambayo imeibuliwa kwa kata Maore ni ukosefu wa chakula cha wanafunzi mashuleni, hasa kwenye shule za msingi na sekondari. Kwa hiyo jambo hili tunaona kwamba linawahusu sana KC. Na KC kwa sababu ni wazazi, ni wakazi wa kata husika, wanaweza kalibeba hili jambo na wakalifanyia kazi vizuri kwa kutoa elimu kwa wazazi umuhimu wa watoto kula shuleni, lakini pia wakaenda wenyewe wakahamasisha, lakini pia wakaonyesha mfano wa kuigwa kwa wenyewe kama na KC kuchangia chakula cha shule. Kwa hiyo tumewaacha, lakini tunajua kwamba tumeacha jeshi imara la wanajamii ambalo linaweza likafanya kazi na likaleta mabadiliko